Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya kwanza kuhusu kanuni za mafanikio kulingana na kitabu cha Mambo ya Nyakati 31 mstari wa 20 hadi 21. Kuna kanuni za Biblia zinazoweza kuhakikisha mafanikio yako. Ndiyo, zinaweza kuhakikisha mafanikio yako ikiwa utazitumia kazini na mahali pa biashara. Tunayo heshima kuwa na Rais Hezekia kushiriki nasi baadhi ya kanuni hizi za mafanikio. Tumkaribishe mheshimiwa katika maongezi ya Footprints. Ninafurahia kuwa nawe na wasikilizaji wako. Ningependa kufanya maongezi haya katika sehemu 4. Kwanza, usafi na uwepo wa Mungu wako. Pili, uhusiano na makuhani na viongozi wako wa kiroho. Tatu, uhusiano na watu unaofanya nao kazi. Na 4, kuzingatia uzalishaji na utoaji. Kusudi la wito wako lina msingi katika maneno haya yote 4 muhimu. Tumeyatambua haya. Ulikuwa na umri wa miaka 25 ulipokuwa rais. Je, ulikuwa tayari kwa nafasi na changamoto? Kuwa na umri na uzoefu ni nzuri. Hata hivyo, kuwa tayari hakutegemei umri na uzoefu. Baba yangu ambaye alitawala kabla yangu alikuwa na uzoefu, lakini kwa bahati mbaya, kwa yale ambao taifa lilikuwa likipitia, siwezi sema alikuwa amejiandaa vya kutosha kwa nafasi hiyo. Vizuri sana. Je, kwa uzoefu wako ni nini kinachomfanya mtu awe tayari kwa nafasi na changamoto? Kinachomfanya mtu kuwa tayari ni jinsi moyo wako ulivyokabidhiwa kwa Bwana. Unaweza kuwa kijana mdogo, lakini kama moyo wako umejitolea kwa Bwana, majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika upande wako ili ufanikiwe. Hii inanileta kwenye kanuni muhimu ya kwanza ya mafanikio: jinsi unavyozingatia usafi na uwepo wa Bwana. Je, hii ndiyo sababu tunasoma katika Mambo ya Nyakati 2 mstari wa 29 kwamba ulifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, kama Daudi baba yako alivyofanya? Lakini baba yako pia alikuwa Daudi? Hapana, baba yangu mzazi alikuwa Ahazi. Lakini ninafanana zaidi na Daudi kwa sababu mioyo yetu ililingana na moyo wa Bwana. Kwa mtazamo wa mbinguni, jinsi moyo wako ulivyo sawa ni muhimu zaidi. Tunaweza kutoka kwa familia tofauti, rangi na kabila tofauti, lakini ikiwa mioyo yetu imejitolea kwa Bwana, sisi ni zaidi ya familia. Vizuri sana. Sawia na kile kitabu cha Warumi 4 mstari wa 16 inasema, ilimradi una imani ya Abrahamu, wewe ni mzao wake, hata kama wewe si Myahudi mzaliwa kutoka katika ukoo wake wa damu kama Isaka au Yusufu. Lakini baba yako alikuwa Myahudi, sivyo? Ndiyo, lakini kwa bahati mbaya moyo wake haukujitolea kwa Bwana. Hasira ya Bwana ilitujia kama matokeo, na tukawa kitu cha kutisha na cha kudharauliwa. Wayahudi wengi waliaga kwa upanga au walichukuliwa mateka. Wakati mwingine, si lazima kutafuta mbali sana ili kuona ni kwa nini mambo hayaendi sawa katika familia, jamii au taifa letu. Nilitambua chanzo cha matatizo yetu, na nikaazimia kubadili hilo. Kwa maonyesho, unamaanisha nini unaposema moyo uliojitolea kwa Bwana? Ulifanya nini tofauti na baba yako? Unaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 2 mlango wa 30 mstari wa 20 hadi 21, nilifanya lililokuwa jema na la haki na la uaminifu mbele za Bwana Mungu wangu. Katika kila jambo nililofanya katika utumishi wa hekalu la Mungu na kwa kutii sheria na amri, nilimtafuta Mungu wangu na kufanya kazi kwa moyo wote, na hivyo nikafanikiwa. Hili ni la maana sana. Je, hiyo ndiyo ilikuwa siri ya mafanikio yako wakati huo? Hakika. Si tu kwamba nilihakikisha nilifanya yaliyo sawa mbele za Bwana, bali pia taifa. Nitakwambia zaidi jinsi nilivyofanya kazi na makuhani na watu kuleta usafi na uwepo wa Bwana katika taifa letu kwenye sehemu ya 2 na 3. Lakini kumbuka hili: usafi hualika uwepo wa Mungu na huleta furaha, amani na baraka. Ukitaka kufanikiwa, fanya nilichofanya. Kamwe usifuatilie chochote bila kutafuta uwepo, nguvu na mwongozo wa Bwana. Wasikilizaji, hii ni rahisi lakini ya kina sana.
Usafi na uwepo wa Bwana ni muhimu kwa mafanikio yako ya kitaaluma au biashara. Kweli, mafanikio ya maisha yako yote. Acha nitoe tahadhari hapa. Watu wachache sana wanaweza kudhibiti mafanikio vizuri. Kuwa mwangalifu kuhusu kiburi na kujisifu juu ya mafanikio yako. Hapo ndipo nilipofanya makosa yangu. Mafanikio yaliingia ndani ya kichwa chako na ulijisifu juu yao. Tuambie zaidi kuhusu haya. Kwa bahati mbaya, ndiyo. Unaweza kusoma haya katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 2, mlango wa 32, mstari wa 24 hadi 26 na Isaya 38. Niliugua sana na nilikuwa karibu kufa. Niliomba na Bwana akaniambia kupitia Isaya kwamba amenipa miaka 15 zaidi ya kuishi. Kwa kiburi, nilichukulia ishara ya muujiza kuwa ya kawaida na sikuwa na shukrani. Bwana alinikasirikia sana, lakini nilitubu na akanisamehe. Na kujisifu, ni nini ulifanya? Nilifanikiwa katika kila nilichofanya. Kwa mafanikio kulikuja umaarufu ulimwenguni. Wajumbe kutoka Babiloni walikuja kuona mafanikio yetu. Hiyo ilikuwa nafasi nzuri ya kuwaelekeza kwa Bwana ambaye alikuwa chanzo cha mafanikio hayo yote, na wao pia kukabidhi mioyo yao kwake. Sikufanya hivyo. Nilijitwalia utukufu. Nilitubu kuhusu hilo baadaye. Moyo wa toba ni muhimu sana ikiwa utadumisha usafi na uwepo wa Bwana. Hadhira, moyo wa toba ni muhimu sana ikiwa utadumisha usafi na uwepo wa Bwana. Kumtafuta Bwana katika usafi kunakaribisha uwepo wake katika kila jambo unalofanya, na kunahakikisha mafanikio yako kama tulivyojifunza kutoka kwa Mheshimiwa Hezekia. Tunasubiri sana sehemu ya pili. Hebu tumpe shukrani zetu. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.